leo nimeipokea. Nilikuwa najua kuumwa kwa Mkubwa Fella, nilikuwa najua kama yupo anapitia changamoto za maradhi kupitia taarifa ambazo zimeenea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Mkubwa Fella, maradhi ambayo yamekuwa yakimsumbua kwa muda mrefu, na sikitiko la mke wake kwenye vyombo vya habari mbali kusema kwamba wasanii ambao waliokuwa wakisaidiwa na Mkubwa Fella wao hawaoneshi mchango wowote juu ya kuweza kurejesha fadhila ambazo Mkubwa Fella alizifanya wakati anawasaidia wasanii hao kuchomoka katika muziki huu hapa wa Tanzania. Sasa huyu barozi na chawa mkubwa sana hapa Tanzania, Mwijaku, naye pia ameibuka na usemi wake mkubwa na kusema kwamba hata wakati ule ambao alikuwa akiishi na wasanii, alikuwa akiishi kwa akili zaidi na zaidi, na kitu ambacho wasanii wanachokifanya kwa Mkubwa Fella ni kitu ambacho sio sahihi, na mfano ambao ameweza kueleza ni mfano wa mpinzani wake mkubwa katika mitandao ya kijamii, naye si mwingine ni Diamond Platnumz. Amesema kwamba Mwijaku kwamba licha ya kuwa Diamond Platnumz kuwa na utajiri mkubwa wote waliokuwa nao, ameshindwa hata kidogo kuweza kurejesha fadhila kwa Mkubwa Fella kutokana na jinsi ambavyo Mkubwa Fella alivyomsaidia kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine, katika kuhakikisha sanaa ya Diamond Platnumz inafika mbele zaidi. Sasa Mwijaku ameweza kurejesha kumbukumbu za zamani zaidi, wakati ambao alikuwa akifanya kazi pale Clouds. Alikuwa akielezwa na mkurugenzi ambaye aliyefariki au tangulia mbele za haki. Alisema kwamba katika maisha unatakiwa uangalie sana ni watu gani ambao wameweza kukusaidia kukutoa katika sehemu moja kukupeleka katika sehemu nyingine. Wasanii ni watu ambao hawatabiliki muda wote ule, wanaweza kufanyaje, wanaweza wakakusaliti au wakakuacha. Kwa unapokuwa unatendea watu wengine, hakikisha unajijali zaidi na kuangalia zaidi usalama wa maisha yako wewe nyumbani. Hakikisha fadhila yako ya kwanza au msaada wako wa kwanza unakuwa ni katika kujitendea wewe mwenyewe, lakini msaada wa pili ni katika kuwatendea watu wa karibu, watu wa karibu kama vile ndugu, familia yako, mke, watoto, mama na kadhalika. Baada ya kuwa umejieneza kule kote, kisha baada ya hapo ndio uweze kufuata na sehemu nyingine kuweza kusaidia watu wengine. Siku zote imezoeleka bwana Mwijaku kuwa anaongea zaidi tantarira katika mitandao ya kijamii, lakini katika hili ambalo amelizungumza kuna kitu fulani hivi ambacho kwa njia moja, kwa fursa moja ama nyingine, unaweza ukatafakari na unaweza ukajifunza zaidi kupitia hiki ambacho amekiongea huyu mtaalamu huyu Mwijaku. Unaona bwana, ikumbukwe Mwijaku ni mtu ambaye amechukua nafasi kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii, ni mtu ambaye anafuatiliwa zaidi. Hapo mwanzo alijitambulisha na kutambulika kama msanii muigizaji, na zipo filamu zake ambazo alizowahi kuigiza na mafanikio aliyopata katika maigizo hayo, tamthilia hizo, filamu hizo, yeye ndiye anafahamu. Lakini pia ikumbukwe Mwijaku ni msomi ambaye ana vyeti vizuri tu, lakini akaamua kufanya vitu vingi zaidi katika nafasi yake. Lakini pia alishaga kuwa meneja wa Mrisho Mpoto Mjomba katika enzi za wakati ule ambao Mrisho Mpoto anatoka na zile nyimbo za mwanzoni ile kama vile nikipata nauli nitakuja. Huyu alikuwa ni meneja wake pia katika wakati ule pale. Licha ya mapambano ambayo aliyafanya wakati ule, kufikia wakati huu sasa ametambulika zaidi na kujulikana East Africa baada ya kufanya kazi ya uchawa. Yaani uchawa ni ile hali ya kuwa anakuwa upande wa matajiri na anawazungumzia vizuri au anawazungumzia vibaya kutokana na jinsi ambavyo anavyoweza yeye mwenyewe. Amekuwa akijiingizia kipato zaidi na zaidi, hivyo ameaminika zaidi na watu wengi zaidi na zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kile ambacho anachokiongea Mwijaku kinakuwa kinapokelewa na watu wengi. Kuna watu wengine wanapokea kwa njia ya chanya, lakini pia kuna wengine wanapokea kwa njia ya asi. Sasa sijajua wewe hiki ambacho Mwijaku amekizungumza kuhusiana na Mkubwa Fella na pamoja na kuwahusisha wasanii na kuweza kuwataja majina. Kwa mfano amemtaja Diamond Platnumz kuwa alitakiwa amsaidie kwa ukaribu zaidi Mkubwa Fella. Sasa swali linakuja katika upande wake yeye je, aliweza kuonesha ushirikiano wowote katika kuhakikisha afya ya Mkubwa Fella inakuwa salama? Basi bwana, nakwambia kwamba ukimnyoshea kidole kimoja mwenzako, basi vile vitatu vinabaki vinakunyoshea wewe mwenyewe, na kile kidole gumba kinamaanisha kwamba wewe ni mtu wa chini. Yote ya yote, wanyoshee wenzako vidole, wewe vitatu, mnyoshee mwenzako kidole kimoja, basi wewe vitatu vitakufuata, huku kimoja
cha gumba kinakuelekeza kwamba mwisho wa yote wewe ni wa chini tu. Bana, hadi wakati mwingine, bye bye.